Maombi ya kutakasa damu ikiwa umepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Yesu ni daktari. Hakuna neno gumu lisilowezekana kwa Mungu. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Yesu ni mponyaji. Jambo la msingi ni kuamini tu. Ukiamini kwa Mungu yanawezekana. Ondoa hofu, ondoa mashaka. Unapoupa ukubwa ugonjwa unaokusumbua, ndivyo unavyoweka ugumu wa wewe kufunguliwa. Usiupe ukubwa kiasi hicho. Usiupe ukubwa kiasi hicho. Hakuna jambo gumu la kumshinda Mungu. Kwa Mungu yote yanawezekana. Yesu ni mponyaji. Yesu ni daktari. Yesu ni daktari kweli kweli. Anaweza kukuponya shida hiyo. Anaweza kuponya ugonjwa huo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 8 kuanzia mstari wa 1 ya kwamba Bwana Yesu alikuwa ametoka mlimani. Aliporudi akakutana na mtu ambaye ni mkoma, yani ana ugonjwa wa ukoma. Kibiblia ugonjwa ulikuwa unatisha na ugonjwa ulikuwa mkubwa kwa nyakati zile ni ugonjwa wa ukoma. Mtu ambaye alikuwa na ukoma alikuwa anatengwa. Alikuwa anaachwa peke yake. Yani kama umepata ugonjwa wa ukoma, walikuwa naamini ugonjwa huu unaweza kumwambukiza mtu mwingine. Kwanza ulikuwa unaitwa najis, kwamba ni mtu ambaye hufai kuchangamana na watu. Kwa hiyo wakoma walikuwa wanatengwa wakae peke yao. Na kama una ukoma ulikuwa unatengwa ukae peke yako. Chakula unaletewa kwa kutupiwa. Hauna furaha, hauna amani. Hivyo wakoma walikuwa wanatamani hata bora wafe kwa sababu walikuwa waishi maisha ya furaha. Lakini huyu mkoma alimwendea Bwana Yesu. Alipomwendea Bwana Yesu akamwambia maneno haya. Kitabu cha Mathayo sura ya 8 mstari wa 2. Na tazama akaja mtu mwenye ukoma, akamsujudia akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Yani ule mwenye ukoma akamsujudia Bwana Yesu, akashuka akamwambia, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akaiona imani ya mtu yule, akanyosha mkono wake akamgusa akisema, nataka takasika. Mara ukoma wake ukatakasika. Yesu akamwambia, angalia, usimwambie mtu, ila enenda zako ukajionyeshe kwa kuhani, ukatoe sadaka kama ilivyoamriwa na Musa, iwe shuhuda kwao. Yesu ni mponyaji. Nyakati zile haukuwepo ugonjwa kama huu, lakini ulikuwepo ugonjwa wa ukoma ambao ulikuwa ni ugonjwa mkubwa wenye nguvu, na ndio maana umerekodiwa katika Biblia. Tunaona alichokitumia mtu huyu. Kwanza alitumia njia ya kumwendea Bwana Yesu, na akatumia njia ya kusujudu, yani ya kushuka na kuhitaji msaada wa uponyaji wa shida ile. Yesu akanyosha mkono. Hata hivi leo inawezekana ukapiga magoti, ukaomba rehema mbele za Mungu. Huenda kuna mahali ulikosea, huenda kuna mahali umekosea, ukatubu kutoka ndani, ukamwambia Bwana Yesu, ninaomba unisamehe, ninaomba unitakase, ninaomba unioshe, ninaomba unihurumie. Unaweza kupokea uponyaji. Unaweza kufunguliwa. Usijikatie tamaa. Usiogope. Hofu ni adui wa imani. Hofu ni adui mkubwa wa imani. Anza kuamini. Amini kwamba inawezekana. Amini kwamba Yesu ni daktari. Na ukiomba toka kama shujaa. Amini kwamba muujiza utatokea. Ndiyo, muujiza utatokea. Nataka nikuombee na wewe omba. Na hakika damu yako itatakasika. Nitakuombea. Weka utaratibu wa kupima mara kwa mara damu yako. Usiogope majibu yatakayotokea au yaliyowahi kutokea. Mungu ni mponyaji. Mungu ni mwaminifu. Mungu anaweza kukuepusha na hayo. Mungu anaweza kukulinda na hayo. Mungu anaweza kukuponya na hayo. Maombi ni muhimu kwako. Maombi ni dawa. Maombi ni fungulivu wetu. Maombi ni uponyaji wetu. Maombi ni maisha yetu. Nataka nikuombee sasa. Weka mkono wako mahali ambapo damu inapita. Eneo lote, yani jiguse, uwe kama unaigusa damu yako. Bwana Mungu, ninaitakasa damu hii. Umenipa mamlaka ya kuponya magonjwa ya kila namna, udhaifu wa kila namna. Hakuna neno gumu kwako Mungu. Mimi ninakuamini. Natambua kwamba kuna mapepo ya HIV yanayoingia na kuleta matokeo. Hayo matokeo yakawa tishio kwa mtu, yakawa hofu kwa mtu. Ewe pepo, unanisikia. Ewe ugonjwa ni roho kamili, unanisikia. Kwa mamlaka iliyo ndani yangu na kuamuru, ondoka. Acha damu hiyo
Acha damu hiyo. Acha damu hiyo. Yes, moto. Moto. Nateketeza kila kazi ya giza iliyokaa kwenye damu. Ewe ugonjwa ondoka. Ewe ugonjwa ondoka. Ewe roho ya hofu, roho ya mauti, roho ya kuzimu uliyefungua kinywa, I command you, toka na kuamuru, ondoka. Ondoka kwa jina la Yesu. Ondoka kwa jina la Yesu. Ondoka kwa jina la Yesu. Mtu huyu ni mzima. Mtu huyu anatakasika kama Naamani aliyekuwa na ukoma mwili mzima, alivyoenda kujichovya mara 7 kwenye ule mto, ukoma wake uliondoka. Nami naigusa damu hiyo mara 7. Nami nagusa damu yako mara 7. Na ugusa mwili wako mara 7. Na amuru upokee uzima. Takasika kwa jina la Yesu. Takasika kwa jina la Yesu. Na itakasa damu hiyo. Na itakasa damu hiyo. Na itakasa damu hiyo. Ewe pepo, toka. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka ewe pepo mchafu. Moto kwa jina la Yesu. Achia damu hii. Damu itakasike. Damu itakasike. Enyi wadudu, ungua kwa moto. Ungua kwa damu Yesu. Ungua kwa damu Yesu. Ewe pepo mchafu uliyejificha ndani ya ugonjwa huu, na kuapisha, toka kwa jina la Yesu. Achia mwili huu. Moto kwa jina la Yesu. Na kemea ewe pepo uliyekaa kwenye damu. Yeyuka kwa jina la Yesu. Yeyuka kuanzia sasa. Chomoka. Chomoka. Achia damu hii. Natamka uponyaji. Pokea uzima. Pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima. Takasika. Takasika. Takasika kwa jina la Yesu. Mshukuru Mungu sasa. Mshukuru Mungu. Anza kujiambia mimi ni mzima. Anza kujiambia mimi mzima. Anza kujiambia mimi ni mzima. Jitabilie. Anza kujisemea maneno mazuri. Anza kujisemea maneno mazuri. Ondoa hofu. Ondoa mashaka. Mungu anakusaidia. Mungu anakuponya. Pokea uponyaji. Pokea muujiza. Muujiza utokee kwako. Naita muujiza. 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 Pokea muujiza katika jina la Yesu. Amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Nilikuwa na kuombea. Ino imani yako. Yatumie maombi haya mara kwa mara. Alafu uwe na muda wa kupima damu yako. Yesu ni mponyaji. Wakati mwingine chukua maji, jiunganishe nayo katikati ya maombi haya. Mwishoni kunywa. Yesu atakutakasa. Yesu atakuponya. Unatamani unipe ushuhuda katikati ya maombi haya, Mungu amekutendea nini? Usiogope. Karibu kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Namba yangu private kabisa, ambayo naamini kwa neema ya Mungu nitakuhudumia kwa asili kubwa na kwa privacy ambayo utahitaji. Yesu ni daktari wetu. Yesu ni tabibu wetu. Ubarikiwe sana. YouTube channel andika Maombi ni Dawa. TikTok Maombi ni Dawa. Unaweza kusubscribe na kunifollow ili kuwa mmoja kati ya wanafamilia wa Maombi ni Dawa. Barikiwe sana. Namba WhatsApp ni hiyo. Namba ya sadaka ni hiyo. Mungu akutendee mema.